السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Naendelea kuzingatia kwenye surat Hud, na leo naondokea kwenye aya ya 17, na leo tutakuwa na mukadima kama kawaida, sababu maudhui unakuja katika aya hizi hapa tatu inahitajia muda. Kwa hivyo tutakwenda moja kwa moja ili tupate muda wa kutosha kuzizungumzia hizi aya tatu. Aya mwanzo ni aya 17. Kwa hivyo tutasoma hapa 17, 18 na 19, kwa sababu ni aya ambazo maudhui yake iko ni moja maana. Inahitajia tafasili ya kutosha. Anasema subhanahu wa ta'ala, ba'udhu billahi minash shaitani rajim, afaman kana la bayinati min rabbi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi wa man yakfuru bihi min al-ahzab fan-naru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahu al-haqqu min rabbik walakinna akthara nasi la yu'minun. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Hizi ndio aya zetu ambazo tutakwenda nazo kwenye mazingatio yetu ya leo. Naam. Anazungumzia Allah Subhanahu wa ta'ala katika hizi aya. Anasema afaman kana ala bayinati min rabbi, je, yule ambayo yupo katika uongofu, katika uongofu, na bayana sema yake ni uongofu, sio zungumza bayana ambao kutoka kwa Mola wake, ambao Allah Subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ameshuhudia kwamba ni uongofu. Sawa jamaa, Muhammad anasoma bayana, anakuja na kitabu. Bayana hapa ni Qurani, kitabu kilichokuwa ni jamaa kiko safi kabisa, inazungumza na fitra ya mwanadamu. Fitra ya mwanadamu maana yake ni usafi wa mwanadamu wa imani. Kwa hivyo kimekuja Qurani inakuja kutengeneza nini? Kurejesha usafi wa akili na usafi wa nini jamaa, wa roho, na kurejesha ule usafi wa mazingira vile vile ambao anaishi mwanadamu, safi kwa sheria zake Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah anashuhudia haya, sawa, kwamba hichi kinachosoma nini ni cha haki, sawa, na ndio fitra. Ndio tumeona katika maana fitra kwamba kul mauludu yuladu ala nini, ala fitra, katika usafi. Sasa fitra inapoharibika, inapochafuka fitra, ndio wanaletewa watu mitume kuja kutengeneza maisha ya wenyewe jamaa. Nasema maisha tengamaa, hata kutengamaa yani yawe maisha mazuri, watu wasisahau nafasi zao, wahukumiane kwa sheria za Allah Subhanahu wa ta'ala, ambao ndio bayana ambayo iko safi. Sawa. Tena hivi alivyozungumza Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sheria alikuwa amekuja nazo zinatengeneza maisha ya wanadamu ndio sawa na ambazo ilikuja kabla mitume walikuwa wamepita, au sivyo? Ni inabainisha wazi kwamba jamaa kwamba hizi wahi au risala hizi zote zinatoka kwa mmoja. Ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo zote zinakutana hizi katika risala, yale malengo walikuwa wametumwa kwa ajili yake, yote ni yanakutana kuanzia ibada Allah subhanahu wa ta'ala, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka katika sheria ambazo zinatumika katika maisha ya kila siku. Kuna tofauti baadhi ya sheria 2-3 katika maisha haya, hapa zipo kule hazipo, lakini zote lengo lake nini? Kumweka sawa mwanadamu. Likuli jalla minkum shirata wa minhaja mwisho. Lakini asli ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katika swala la imani, swala la ibada, maabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama swala, kama funga, kama zaka, jihadi, kwa zile tunasema zile sheria mama, misingi mikuu yote iko nini? Ni sawa. Sasa kuna sheria nyingine za kawaida hapa ndio naweza zikabadilika kwa hawa huko zilikuwa kwa hakuna, au sivyo? Hivyo inawezekana. Lakini watu wanakuwa watafakari hivyo, ndio maana tunaona baadaye watu wanafanya nini? Wanakufuru hizo sheria. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha kwamba yeye na kabla vile vile kulikuwa na kitabu Musa, imama wa rahma. Sawa? Kitabu Musa, imama wa rahma, kama ni kiongozi. Sawa jamaa, tunaposema maki imama wa rahma maki nini? Kiongozi. Imam maana yake nani? Ni kiongozi. Kwa maana vitabu hivi ndio kwa sisi vinafanya nini? Ni viongozi. Ni katiba kama unasema Amsele. Lakini tu tunaposema katiba sawa katiba, kwa sababu katiba nini maana? Ni maandishi. Katiba ni maandishi. Inatokana neno kataba, mkataba. Tunapozungumza neno katiba maana yake ni maandishi, maandiko yaloandikwa. Sawa, nasema inabadilika watu mwingine katika istilahi tu inapotumika katika istilahi gani inaonekana kama nini? Ni kitu hicho, lakini ni mkataba. Constitution maana yake ni mkataba ambao tunakubaliana katika nchi kwamba hizi ndo nini? Ndio makubaliano ya kuendesha masuala yetu. Ndio maana yake ndio katiba. Kitabu. Sasa Qur'ani na vitabu vingine katiba, hakuna tatizo, ni katiba. Kwa sababu ni maandiko ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao nyinyi mkatumia ila kufikisheni katika usafi, katika fitra tulozungumza, na mtaishi vizuri. Mkiacha maandiko haya mkafanya vingine, mtakwenda kinyume, hamtofanikiwa. Sasa tunapotazama katika Uislamu kama ni katiba yetu, hatuwezi kukuta vitu vingine vile kama mfano katiba ambazo zipo zile katika njia ambazo zimeandikwa sasa hivi. Lakini tunatakiwa tufanye nini? Tuweze kutoa misingi hiyo ambayo tunahisi hii itatumika katika maisha yetu. Kwa mujibu wa Qur'an na nini? Kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Sababu Qur'ani haina katiba ya kisiasa nani? Haina katiba ya kiuchumi. Haina katiba ya kitu fulani, lakini kuna misingi iliyowekwa.
Sawa, nadharia imekuwekea. Sasa wewe ndio unatakiwa utoe. Ndio maana utakuta hapa kufa Mtume SAW hapakuwa na katiba kama ambayo nasema, lakini kuna miongozo, au sivyo? Mwenyewe kahukumia kama yeye ni ndio mwenye mtume nabii, kahukumia katika kila kitu, kahukumia katika masuala ya kiuchumi, katoa maelekezo katika masuala ya kisiasa, katoa maelekezo katika masuala ya akhlaq, katoa maelekezo katika masuala ya jihadi, katoa maelekezo mpaka katika masuala ya nyumba, mpaka aenda chooni akweka sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa mnataka sasa kutoa mule, nyinyi ndio sasa msome, mtoe hivyo vitu, mtengeneze hizo katiba yenu ambao mnaziona zinaweza kusaidia. Tumekaongoza, lakini hakuweka ile msingi, hakutuambia sisi kwamba mfano baada ya kufa kwangu mimi nidhamu ya kisiasa iwe hivi, nidhamu ya kiuchumi iwe hivi. Kwa ile tulivyokuwa imekuja sasa hivi. Lakini misingi aliyoweka imepelekea masahaba kufahamu nini ulitakiwa na Mtume SAW. Au sivyo? Kujua yake nini umetakiwa. Wakafanya. Wakaingia ikuwa na rai mbalimbali, wengine wakaona kwamba ukhalifa uwe kwa banu fulani, wengine banu fulani wakasema wengine wakasema uwe kwa nini? Mtume SAW hakuweka msingio kwamba uende katika koo, bali kaonesha watu wengine ambao kina Abubakar, kaonesha kawapa kipaumbele katika masuala mbalimbali. Kwa hivyo hawa ndio wanastahili kuwa nani? Kwa makhalifa. Kwa hivyo ijtihadati za makhalifa zimekwenda sawa, na ikenda ilivyokuwa hali ilivyokwenda. Kwa ndio maana unakuta masuala ya uongozi katika Uislamu ni masuala ambayo yamekuwa nini? Marine, flexible. Sawa. Hayakufinywa na Mtume sasa wakasema kwamba kaweka hivi, katuachia. Sawa. Katuachia nafasi. Na pengine hikma kubwa zimepatikana ndani yake. Kuliko kwamba labda angesema lazima ingekuwa katika family moja. Hakuwa na uwezo kufanya hivyo. Anasema tu. Lakini pengine kaona itakuwa nini kwa watu? Itakuwa mzigo, itakuwa dhiki, kwa hivyo kaliachia swala. Watu wanafanya kwa mujibu wa ijtihadati. Hizi ni rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala kutu sisi. Fitu tumao jamaa. Kwa hivyo ndio swala lazima la katiba. Kwa hivyo anasema ulaika yu'minuna bi. Kwa hivyo hao walikuwa wamepewa kitabu ambao ni imama wa rahma, iko ni wakati wa Muhammad SAW na wakati wa Musa alayhi salam, wote walikuwa wanapaswa kufanya nini? Kufuata hichi kitabu. Au sio jamaa? Mteremsho kitabu, kiongozi wamefuata watu. Sasa lakini wama yakfuru, mwenye kufuru, mwenye kupinga, mwenye kupinga wahi, maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu ni mtu wapi? Ni mtu wa moto. Sasa angalia haya, ilikuwa amezungumza hapa Mtume Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia kuhusiana na Qur'ani, halafu akazungumzia na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halafu akamzungumzia na nani? Na Musa. Sasa je, hapo wafuasi wa Musa? Mfano hapa anazungumza wakati huo wapo walikuwa Mayahudi wanadai nini? Wafuasi wa Musa. Au sivyo? Sasa iko wao imeletwa Qur'ani, hawakuamini Qur'ani, basi hawa ni watu wa nini? Ni watu wa motoni. Kwa sababu wameletewa Muhammad kama alivyoletewa
walioletwa Musa. Kama walioletwa Musa ndio walioletwa nani? Muhammad. Sasa wanapaswa na kaja akawalingania. Kwa hivyo wale kuja akalingania Mtume sana alipokuja akawalingania watu Mayahudi wao Manasara. Akawalingania, hawakumkubali, basi hawa ni watu wapi? Watu wa motoni. Binari. Ndio Allah amesema. Basi anasema wama yakfuru bihi ay Muhammad min al-ahzab, kama kundi sawa, kama kundi sawa, min al-ahzab, makundi kwa nchi alikuja baada kuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawalingania na ukawafika ujumbe, hawakumkubali, basi hao ni watu wa motoni. Hata kama watadai wao wanafuata kitabu walichokifuata, mfano kizima, Taurati iwe Injili, au sivyo? Zote hizo mbili. Wakidai bwana sisi tunafuata Taurati au Injili kwa tulikuwa nayo safi, haina nini, haijaharibiwa. Kwa hivyo sisi na nyinyi Waislamu hakuna tofauti, kwa sababu sisi tunafuata kitabu kilichokuwa safi. Tumegundua kitabu safi kabisa, au sivyo? Watasameheka? Kwa nini hawasameheki? Hawezi kusameheka kwa sababu wao mtume kaja akawalingania, akamwambia mimi ni mtume mpya. Kwa maana mtume mpya nimekuja kufuta yale ambayo nini, risala zilikuwa zimepita kabla. Ndio maana yake watu wanapohangaika katika maisha ya kisiasa kutengeneza katiba mpya, maana yake nini? Kufuta ya zamani. Kwa nini unafuta ya zamani? Kuna mapungufu, au sio jamaa? Watu wanaposokotana katika masuala ya katiba kwa sababu gani? Kwa sababu wamehisi kuna nini jamaa? Kuna mazonge, kuna sema sifahamiki. Wamekifanya wenyewe, binadamu akili yake na mapungufu. Ina kasoro chunguzi, wakafikia pahala anahisi nini? Na mapungufu kaza na kaza, kwa hivyo lazima rekebishwe. Akila mwanadamu amtoshelezi kwamba yeye asiwe impeleke katika isma, kwamba asikosee. Sawa? Akila mwanadamu anampeleka kukosea, anampeleka kusahau, anampelekea matamanio. Anaweza akatengeneza watu mwingine akakusudia khair lakini akakosea, au sivyo? Watu mwingine anaweza akatengeneza akakusudia nini? Matamanio yake, au hayui. Ukitazama mahusiano ya kimataifa yote wanaoita international relation au international international cooperation, uite hivyo, yote yapo kwa ajili ya nini? Maslahi ya watu maalum. Mashirika makubwa ya kimataifa, madola makubwa ndio yanatengeneza hivi, au sio? Kupitia migongo ya matamanio, migongo ya wengine, kwa sababu tunataka sisi tunamiliki. Ndio maana wachezaji wakubwa wa siasa za kimataifa ni nani? Wao wanaita jumuiya ya kimataifa. Jumuiya ya kimataifa maana nani jamaa? Ni mataifa makubwa ndio jumuiya ya kimataifa. Wadogo nyewe huku kaseni kushangilia tu basi. Na ndio maana mlikuwa wakati fulani tunashangilia Urusi, tunashangilia wapi? Sawa, ndio mambo yanakuwa ndio unatengeneza siasa. Sasa akifika pahala wakiona hizi yale matakwa yao na yale matamanio yao wanataka hayakufika, wanabadilisha. Wamekwenda katika vita vya kwanza vya dunia, wakatengeneza vita vya pili vya dunia, wakatengeneza vingine, au sio?
baada Cold War imekwenda hapo, na Cold War yote unafikiri nini? Cold War yote ni kutengeneza mahusiano ya kimataifa katika kupitia uongo. Ni muftala basi. Ni vitu ambavyo havikuwa na uhakika. Ndio maana hakuna Cold War iliyopigwa. Hakupigana watu katika Cold War hata siku moja. Sio wanatumia nini? Mdomo mtupu. Kama wametupigana kwa wakala. Korea Kaskazini, Korea Kusini, vita vya nini? Kwa wakala. Kusini yetu sisi na ya kaskazini ya mwenzetu. Kwa hivyo tukapiganisha kwa maslaha. Kwa hivyo hapa shahawa zinakwenda zaidi. Kwa hivyo wanabadilisha. Ndio maana imekuja New World Order. Kwa ajili ya nani New World Order? Ya hao wenyewe tumeona jamani. Kwa hivyo unabadilisha unakwenda. Lakini za Allah Subhanahu wa Ta'ala tumeona jamaa. Kwa hivyo Mtume sasa amekuja mahusiano haya sio baina yenu na Mola wenu. Hajabadilisha Allah katika vitabu, lakini yeye amebadilisha katika nini? Katika vitabu. Nukta muhimu jamaa. Ameletwa mitume kuja kufuta sheria zilizopita, vitabu vilivyopita. Sio kwa sababu Allah akavibadilisha vile, kwa sababu nyie mmebadilisha katika yale mafunzo. Kwa hivyo mafunzo yakawa hayafai tena. Yanahitaji nini? Tajdid, yanahitaji kurekebishwa upya. Kwa hivyo amekuja Muhammad. Kwa hivyo Muhammad amekuja na vitu safi, mnapaswa kumfuata. Mkikataa na mkakataa kwa shahawa zenu, matamanio yenu, kwa ukaidi wenu, kwa kufuru yenu. Umeona jamaa? Kwa hivyo madam mnafanya hivyo, basi nyinyi mtaingia motoni. Fanaru maidu fala taku fi miryat. Basi anaambia Mtume sallam, ambapo kitabu yetu hiyo nataka tufahamu, tusitilie shaka sisi katika kitabu chetu. Kwa hiyo nukta muhimu tukenda mbele. Kama ina maana katika swala moja ambalo linaweza likaharibu kitu ni shaka, tashkik. Sawa, kutakuwa unatilia shaka jambo. Na makufari katika njia moja ambayo wanaitumia kutilisha shaka. Sawa, kutilisha shaka katika masuala ya imani, ambayo ndo maudhui yetu tutamalizia. Ndio tukasema hizo aya hapa zina nini? Yote tatu zote tupite pamoja ndio itafahamika maudhui hapa vizuri. Kwa hiyo tukumbuke katika njia moja muhimu ambayo inatumika dhidi ya dini ni kufanya nini? Kutilisha shaka. Waman adlam mimman iftara ala Allah kadhiba. Na hakika dhalimu mkubwa ni yule ambaye anamsingizia Allah uongo. Kwa hivyo maana nukta nyingine tuikumbuke vile vile, katika njia kubwa ya madhalim ni kufanya nini? Kusema uongo. Sasa wanaweza kusema uongo kuhusiana na Allah mwenyewe, kuhusiana na mitume wake, kuhusiana na vitabu vyake, kuhusiana na Uislamu. Zote hizi katika uongo. Tumefahamika vizuri uongo. Bado Allah Subhanahu wa ta'ala anasema hakuna mtu mwovu kama mtu ambaye anamsingizia Allah Subhanahu wa ta'ala uongo. Je, kuna wakati watu wanafika anasema uongo? Bila shaka. Dua walosema inna Allah thalithu thalatha, kwamba Allah ni utatu nini? Utatu mtakatifu. Si uongo, yeye ndiye anawafundisha hivyo. Allah kaja kufundisha mpaka sema kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu na Roho Mtakatifu. Hajasema. Allah akamwambia watu kwamba wafanye utawa, wasioe, wasifanye hicho. Ni uongo. Isa kasulubiwa, ukamsingizia Allah bakhili. Au si uongo? Wakala nini? Nasara yadullahi maghlula.
Tazama, si uongo. Sawa. Kwa hivyo ulaika yuraduna ala rabbi, wasawa watawekwa wazi mbele ya Mola wao yaumul qiyama. Na watu sasa watawashuhudia, haula alladhina kadhabu ala rabbi. Hao ndio wale wakisingizia uongo. Yaumul qiyama watu tumesema kutakuwa na maradhi. Jana tumesema maradhi maana nini? Exhibition show akasema Msele. Kwa hivyo kutakuwa na uwanja show. Kama sio kama ita show tena Msele siku hiyo hapo. Fete hiyo siku hiyo. Tumefahamu jamaa? Watu hapo. Watu wote mnaonyeshwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaik za watu, jumbe, bali muda wote. Nashuhudiana wenyewe kwa hawa ndio wale wakisema uongo, hawa ndio vipi? Siku ya fedheha. Sawa jamaa? Yaumul qiyama na siku fedheha jamaa. Tena fedheha kubwa. Inayoambatana na mfadhaiko. Fedheha inayoambatana baki lazima utafadhaika. Kwa kila kubwa na dogo ulikuwa mtu amelifanya. Singizia mwezi uongo unafanya hichi mbele ya watu. Jamaa, kumbe jamaa alikuwa muongo kweli yule. Jamaa, ndio huyo. Buka alikuwa kazi yake. Ana maktaba ya dokumenti za ardhi. Yeye kaipita hata hiyo kamisheni ardhi. Hamna watu. Bas. Ana mihuri ana kila kitu. Ana karatasi tena zile zenyewe zile original OG Msele. Kazi yake fanya nini? Anakuja hapo akiona kiwanja siku 2-3 hakijajengwa. Aje kumtuma mtu mnyonge aje kusafisha. Kumbe akishatafuta nini? Tafuta. Hapo kwenda SOS pale mwisho kule. Barabara ya SOS. Mwisho kule. Kuna gwanga rafiki yangu mwenye wakishajenga mwenye boma akawa siku zote hataki kuhama raha leo nyumbani kwa huko. Sasa boma lake hapa akaja akasafiri kwa Morogoro. Serikali boma limebaki hapa ndio. Basi akaonekana mtu tu anakuja kusafisha katuma tu mtu mnyonge kata miti na nini. Safisha. Sasa kuna jamaa pale jana akaja akashtukizia. Anaona vile na movement nyingine sana. Akampigia jamaa simu, "Fulani, vipi huko? Ile boma lako umeuza bwana, alatuambizani bwana." Sijauza. Kama basi ilichapwa bei huko. Tumeona hapa nyendo tulizoona hapa lazima na mtu kisha na tunaona kuna pia alafu jamaa akaleta matofali. Plani nzuri. Kwa hivyo jamaa hakupata tabu basi kuvuja ile ajue alikuwa katika muda mrefu na mvua akaanza kuweka. Mwenyewe akaja bila taarifa. Nunua kwa nani? Fulani. Cheka na document. Orange. Labda za uongo lakini kwa ghafla huwezi fanya nini? Huwezi kuzijua kama hizi maana kama ni labda hizi ni fake. Sawa. Sasa tazama watu kama hivyo. Mwisho wa siku mtu kala hasara. Na jamaa yule alikuwa na mtu wa khairi hakuwa mbabe ne. Akaambia mimi nimetumia kiasi gani kama nilipojenga hapa nimetumia kama milioni 3 nitakulipa. Lakini wengine wenda kulipa zile hasara ambazo umetumia hapa. Sasa ndio umenijengea au sivyo? Kwa kunyanyulia akafika mpaka linta akafunga tena wewe hoja. Tazama watu. Na mambo mengine chungu zima makubwa ya uongo ambao watu wanasingiziana yanafedheheka mbele yoma tubla sarair. Fedheha mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lazima watu tuwe nini? Tuwe makini mno na siku ya kiyama. Tusidharau jambo ukacheza na kitu. Ukaona wakati mwingine mimi labda na rafiki pahala katika ofisi nitatumia katika kutengeneza nini? Mazingira mabaya, kumnyang'anya jamaa kitu chake, umeona mtu haki yake, kumtesa mwenzo, haya vitu vya kupita. Hospital. Wewe unamtegemea leo anaweza akaipo ofisini, kesho gani akaondoka, lakini fedheha mbele ya Allah yaumul kiyama zinabaki vile vile. Na vitu tumepata hapo. Kwa hiyo tuwe makini. Kama unasema danganyifu ni wengi kila pale. Sawa. Hao tumetoa mfano tu wa ardhi. Sawa. Ule nyingi za ardhi ndio katika maisha yetu ndio nyingi zaidi. Unajua katika kesi kubwa katika jamii zinakuwa katika nini? Umiliki hasa katika ardhi. Kuna jamaa wamemnunulia vijana hao viwanja vitatu vyote vya uongo. Vyote vya uongo. Jamaa yuko nje. Vyote vya uongo. Duplicate make. Ndio basi wewe mtu mzima ndio mimi ndio najua hiyo naifuatilia sasa. Naomba wewe mtu mzima wewe unakubali kumfanyia mwanao swala kama hili. Kwa nini usende kwanza ardhi ukacheki? Sasa kesi Miganda kule anaitwa sasa masheha anaitwa kule sema message wakati mwanzo cha anajua kila kitu. Sasa zama mashaka. Sasa hizi zote fadhaha zitakuwa yaumul qiyama kama mtu akutubia mapema duniani hapa. Sawa. Basi anataka Mtume sallallahu alayhi wasallam tunatakiwa tusiwe na shaka katika chetu. Na hii ni swala muhimu kwamba mtu ambaye anasimamia haki au yupo katika haki hatakiwi kutulia dosari katika haki yake. Ni kweli lakini useme hivyo. Hii ni kweli, hakuna lakini. Sawa? Kweli tutaingia peponi. Kweli kuna pepo naomba haya lakini nakubali kama itakuwepo nitaingia, kama hakuna nitafanya mazuri, sijakosa kitu. Haitakiwi una yakini. Hii sio yakini, sawa? Yakini ndio muhimu katika imani. Ndio maana katika sharti la imani moja nini? Yakini. Uhakika unagole jambo lako unalifanya. Sio una wasiwasi. Hamna kitu katika Uislamu ni dini haki, ni dini ya haki tu. Ana wengine lakini wanaabudu. Hapo na maana wao wanachanganya madawa sasa. Kama wanaabudu wao sheria zao watajua wenyewe, lakini wewe utambue nilichokuwa nacho nini? Hichi ndio cha ukweli kwa sababu umeelekezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Ama ukitaka kuweka na dini nyingine na wao wanaabudu kanavyoabudu sisi, kwa hivyo haja kusema wao hawaingii peponi, hapo na maana wewe ushakwenda na maji. Na ndio makufara wanapotaka tusema ile masala tashkik au kuwakubalia wao kwamba ni wako sawa sawa. Na ndio maana katika njia moja ya kupiga vita sasa hivi ni hiyo, kwamba watu wanataka tukubali kwamba nini dini nyingine zote na wako sawa sana, wao wataingia peponi, wala usiseme kama hawaingii peponi au kaza. Sawa? Sasa kuna faida gani mimi kwa Muislamu basi? Kwa hivyo maana wewe unaweza ukatoka, hiyo ni njia moja kutoa wewe kufuata dini nyingine, kwa sababu zote mnazitakidi ziko nini? Kama ukaitakidi wewe uko sawa, maana yake nini? Maana yake hiyo alhaji sasa maana yake kwamba mimi naweza kwenda au sivyo jamaa? Ukisema kwamba mimi China ni rafiki yangu, maana yake nini? Unawasana nao vizuri, unaweza kwenda kwao, kwenda hapo kanua kitu chake mkate, au sivyo? Ndio maana kwa sasa ukisema dini nyingine zote, dini zote za hizo zimetoka na Nabii Ibrahim, zote ziko sawa na sote tunalingania kitu kimoja, naabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo maana mimi nikitoka katika unasara au niko katika Uislamu nikenda katika unasara, hakuna tatizo. Na yeye akitoka kule makisote tu tuna nini? Kila mtu anayo uhuru
kuzunguka katika dini hizi. La. Sasa hii ndio katika njia moja kubwa pia inayotumika leo fani katika kutilisha watu shaka dini, na inatumikiwa au inafanywa kazi. Kuona wazungu sasa, hasa Trump ndio anopiga nini, anopiga debe hii dini ya Ibrahimia wanaita, na akaweza kulobu. Tunaona sasa Imarati pale wameweka nini, wametengeneza dini mseto, kanisa, sinagogi, hekalu la Mayahudi na nani, Waislamu, na kesho utaweka Hindu, Buddha au si kwa hivyo ina maana mtatengeneza salamu moja pamoja vile vile, baada ya salamu alaykum, kwa sababu salamu alaykum online ni salamu ya Kiislamu, lakini pale sisi tuko nini, tuko pamoja, tutengeneze salamu kwa wote. Kwa hivyo wewe Muislamu utoe S na Muhindu atoe nini, na Masti atatoa N na nini, Yahudi atatoa shalom. Yahudi atatoa katika shalom, atatoa yake, na Nasara atatoa nini, Bwana asifiwe, atatengeneza salamu moja itakuwa. Na sheria bana, kuna sheria za kukata mikono, sheria za mambo ya nini zina sio nini, hamna hizi, kwa sababu sote ni moja. Tutazame tunafikiana vipi. Ibrahimia kuvunja Uislamu, ndio nukta ambayo tunataka tumalizie hizo nukta. Ndio tukasema darasa leo iko nzito kuliko ambao utaitarajia, sababu nabeba nini, Alhaji simu inaondoka, nabeba vitu vizito vya sasa hivi. Sawa. Kwa hivyo anatuambia ulaika yuraduna ala rabbihim wa yaqulu la shahada haula alladhina kadhabu ala rabbi, hao ndio walomsingizia Mola wao uongo. Ala la'natullahi ala dhalimin, je, madhalimu hawajastahiki? Hawastahiki laana, hawastahiki kutengwa. Maana laana inaingia maana nini, kutengwa jamaa. Tunapozungumza laana maana yake ni fani, inaingia ndani yake kutengwa. Laanatullah yani laana za Allah subhanahu wa ta'ala, kutengwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kutolewa nje maana ya khairat za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kutengwa. Sawa jamaa. Basi Allah ndio anasema ulaika alladhina, anasema hao ni nani hao ambao wana madhalimu? Hao ndio wale alladhina yasudduna an sabilillahi, ni wale ambao daima wao kazi yao kufanya nini, kuzuilia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayabghunaha iwaja, sawa. Njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ikoje? Imenyoka. Sasa anaitakia njia iwaja, maana yake anaitakia nini, iwe na vichochoro na kona nyingi. Basi wayabghuna iwaja, iwe ina mazonge matahati. Sawa. Kama umetengeneza unataka kufanya kumpoteza mtu, mtizame atakwenda vipi, unaweka njia nyingi, hajui apite mazonge, apite wapi. Sasa ndio yabghuna iwaja, au makufari wanatafuta nini, wanataka kutengeneza njia ya mazonge badala njia iliyonyoka. Sawa. Hao ndio yasudduna an sabila wabuna waja wa hum bil akhirati hum kafirun, nao
wanakataa nini? Wanapinga akhira. Kuzulia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio topic ambayo tukatumalizie katika tumeizoona hizi tatu, sio? Zote zinabeba ni kupiga vita dini, sawa? Au kupiga vita dini ya haki, ndio maana yake. Sawa. Na kwanza vita baina ya dini na haki, baina ya batili na haki ni vita tunasema nini? Lazima tufahamu kwamba ni vita vya azali, endelevu, ya asli, tangu mwanzo wa kuumba Adam. Ni siraa baina haki na batili. Kwa hivyo lazima awe makini kwamba mimi napambana na vita ambavyo daima vipo, sio conspiracy. Sawa, maana labda nimekuja tu watu wanachuki na sisi. Ni vita ambavyo nini? Vipo daima. Kwa hivyo na maana wewe unataka wewe siku zote uwe endelevu, uwe na wewe uwe macho, kwa sababu unapambana na kitu ambacho daima unacho. Kina sustain au sio? Au sio jamaa? Kwa hivyo na wewe unatakiwa nisiseme bana hapa hivi vita wewe uwe macho navyo tangu mwanzo bomba imeumbwa. Sawa. Sio vita, ni vita vya hakika, sio mawazo tu, sio conspiracy kama tulosema. Ni vita ambavyo vipo na vinachukua sura mbalimbali kwa mujibu wa zama na mahala. Sura mbalimbali. Asili ni vita dhidi ya dini, dhidi ya haki, lakini mambo mbili yanabadilika kutokana na zama na kutokana na nini, na mahala palipo. Mfano umesema watu kabla kwamba msimulia Allah subhanahu wa ta'ala, wakala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran, msisikilize Qurani msimkashindwa, na kama hamkusikiliza mtashinda nyinyi. Sawa, msisikilize Qurani mkashindwa, na kama maana yake kama hamkusikiliza mtafanya nini? Mtawashinda. Hii ni asili ya vita. Nadharia hiyo vipi leo? Haipo. Wasai ndio tukasema nategemea. Kuna njia mbalimbali, ghururi, kuna ma FM, ma radio hayo, ma internet leo. Sawa. Ma film tungu nzima. Kutilisha shaka kama nilivyozungumza, ma film tungu nzima. La tasma'u, hakwambii lakini kutengenezea njia usisikilize. Wala hofi, maana achana nayo. Sawa, fanya achana nayo. Akurejeshe katika imani. Hospitali, maana ndio pahala mule mtu anapokuwa katika maradhi anakuwa karibu zaidi na nini? Na Mola wake. Sasa wewe unampelekea instrumental pale. Kwa hivyo yeye afanye nini? Apate ile instrumental music, unasema ndio apate nini? Apate takhfifu Kumbe akija kiimba ile na anakata roho. Ushamtoa. Tumeona? Asipate akhir kalam la ilaha illa Allah. Na kitu kilicho mbele yako ndio kitu ambacho kinakuwa nini siku zote, ndio unachokifikiria. Ikiwa kama Nasara kaika pale msalaba na mgonjwa wake hapo, kwa hivyo yule akitoka roho atakumbuka nini? Atakumbuka msalaba wake, atafanya hivyo akitoka roho. Muislamu pale kumwekea Qur'ani atakufa ana nini? Anafuatiliza Qur'ani. Kumwekea la ilaha illa Allah akawa anaisoma au anaisikia sauti. Na tunayotakiwa sisi tumlakinie la ilaha illa Allah, mtu ambaye yuko katika ihtidhar. Tumwekee maki aweze kutamka. Sio kumwambia soma, lakini aweze kutamka.
Kwa hivyo itakuwa kama unaikariri umeweka nini sauti anakariri ndio aula zaidi. Sawa? Wachanane nayo. Msimkashindwa. Sawa. Vita vya Uislamu ni kuzuia njia, na vimefanyika dhidi ya mitume na waja wema na makafiri. Sawa msele. Wamekuwa wakishajiisha au wakihusiana, wakishajiisha na wakihusiana. Maki zote maadui wamekuwa nini? Wakihusiana watu kufanya kwenda kupinga manake, kuzuia dini. Atawasaw bi balhum qaumun tahun. Sawa, wao mpaka wanahusiana, bali wao na Allah subhanahu hao ni mataghuti. Sawa, wanahusiana kwamba tusi jamaa msimkasahau kupiga vita ya Uislamu. Makafiri wanatumia njia mbalimbali, mali na bidii na akili zao. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, inadhina kafaru fikuna mwalao liyasudu an sabilillah fasayunfikuna thumma takunu alayhim hasara thumma yughlabun. Watatumia mali, watashindwa, alafu na itakuwa ni kwa wao ni hasara tupu, majuto, na mwisho wake jahannama yuhsharun. Sawa. Kwa hivyo hii mada refu hapa, tutamalizia hapa kwa leo. Inshallah kesho tutaanza kwenye kipengele hichi cha baadhi ya njia, tutakumbushana hapa Hii ni aya ndio ile ya 17 mpaka 19, sawa? Lakini ufafanuzi wake ndio ambao tutakatufanye. Tulifikiria ndio kwamba tutakuwa moja kwa moja, kinaiwezekana. Kwa hivyo kesho tutakuja kuizungumza tena inshallah. Tutazama baadhi ya njia ambazo zinatumika katika kuzuia njia Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa jazakumullahu khair.